Somo ni asili ya kuongezeka au kuzalisha. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na mstari ule wa Mwanzo ile 1 mstari wa 26, Biblia inatupa picha. 1:26 Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Mungu akawabariki. Mstari wa 28, Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mkatawale, mkaongezeke na kuijaza nchi. Wanapewa, mwanadamu anaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, anapewa neema ya kuongezeka. Tuliona kwamba Mungu alimuumba mwanadamu roho, kisha sura ya 3 mwanadamu roho anaingishwa kwenye mwili, akatengeneza mavumbi ya ardhi. Mungu akapulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa kiumbe hai. Lakini amekuwa kiumbe hai ndani, rohoni amebeba asili ya ongezeko, amebeba asili ya kuzaa, kuzalisha. Tukaona kwamba si tu mwanadamu, hata viumbe vingine vyote huwa zinaota kama mimea, inakuwa, inastawi, inatoa dalili za kuzaa maua. Kisha tunaona miche, matunda, mbegu zinazaliwa. Kisha zile mbegu zinaanguka ardhini, zinazaa, zinatoa miche mingine. Hakuna mwanadamu alitamkia mche kwamba utazaa. Automatiki viumbe vinazaa, vinazalisha, vinaongezeka. Kwani kwa sababu ni asili ambayo Mungu aliiweka ndani viumbe vyake, akiwemo mwanadamu. Mwanadamu anabarikiwa, anaambiwa ukazae na kuongezeka. Siku ile tukaangalia tukasema, kuna kuzaa, kuna kuongezeka, alafu kuna kutiisha. Hizo ni hatua 3 tofauti. Unaweza ukazaa lakini usiongezeke, unaweza ukaongezeka lakini usiishe. Kuzaa, umezaa mtoto. Kuongezeka ni zaidi ya mtoto, umezaa watoto, umeongezeka. Kutiisha ni zaidi. Je, mipaka yako imevuka asili yako? Huko ndo kutiisha. Habari zako za neema, za utukufu, za ushindi zinasikika nje ya mipaka yako. Huko ndo kutiisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hapa, uwezo wako wa fahamu, uwezo wako wa nguvu, uwezo wako wa karama, kipawa inaonekana na kuachilia baraka kwa vizazi vingine zaidi ya mipaka yako. Huko ndo kutiisha. Anasema ukazae na kuongezeka. Tumekuwa tukidhani na kufikiri kwamba kuzaa na kuongezeka ni bahati nasibu. Haiko hivi. Ni asili ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ni asili ambayo umeumbiwa ndani yako. Anasema mkazae na kuongezeka, mkazae na kuongezeka. Na hii haiko tu katika uzao, ni kila eneo la maisha yako. Lazima tuone matokeo, tuone neema ambayo ni zaidi na zaidi. Kwenye uwezo wako wa huduma, tuone unazaa na kuongezeka. Kwenye biashara, tuone unazaa na kuongezeka. Kwenye elimu, tuone unazaa na kuongezeka. Lazima mkazae na kuongezeka. Pia hayo maneno Mungu anarudia baada ya gharika, ile sura ya 9 mstari wa 1. Anasema Mungu akambariki Nuhu
na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeka, mkaijaze nchi. Mkaongezeke, mkaijaze nchi. Mkaongezeke, mkazae, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Je, unadhani kwamba ndani umebeba asili ya kuongezeka? Hawapo ulipo unadhani umetosha, kwamba ndivyo ambavyo Mungu amekuumbia, kwamba wewe hauna bahati kama wengine, kwamba wewe unadhani tu nimedumaa, ndivyo ambavyo imekusudiwa na Mungu? Hapa haiko hivyo. Kama ambavyo unaweza ukadhani kwamba kwa nini huyu aliolewa hazai, na ikakuumiza, maana maadamu unajua automatic lazima hazai. Ambavyo unapanda mche halafu utoe matunda, inakuumiza ndani, maana unajua mche ukipanda lazima utoe matunda. Ndivyo ambavyo Mungu huwa anaumia kwako usipoonyesha matunda yapasayo katika maisha yako na kwenye kila eneo na maisha yako. Mfano, umekuwa kanisani lakini hatuoni matunda yako ya maombi, hatuoni. Yani hatuoni namna ambavyo una mahusiano yako wewe na Mungu, hatuoni namna ambavyo unalikulia neno la Mungu. Maanake tuatauzai, umedumaa. Kama mwana wa Mungu lazima tuone mabadiliko, tuone umeongezeka. Haukuja hivi katika viwango vya kiroho, umeongezeka. Unalijua neno, unaweza ukamjenga mwingine kwa habari ya neno la uhai. Unaujua, unaweza kumwombea mwingine akapata kufunguliwa. Tunaona kabisa unajua utakatifu ulivyo, unaweza kumsaidia mwingine namna kuishi kwenye haki. Tunajua kabisa ambavyo ulivyo mwadilifu, unaweza kumuongoza mwingine katika uadilifu, maana Biblia inasema tukawe chumvi na nuru ya ulimwengu. Si kwako tu peke yako, ni kwa mwingine. Yani habari za ufalme haziishi kwako, ni kwa mwingine. Ndio maana Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 8 anasema kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Maushahidi au kuongezeka, ushahidi maana yake ni zaidi ya wewe ulivyo. Ushahidi maana kuna taarifa zaidi zimeingia ndani yako, zimekupa kuongezeka kwa namna ya kueneza ufalme wa Mungu zaidi kutoka kwako na kwenda kwa jirani. Asema zaeni mkaongezeka, mkatiishe nchi. Wewe una habari gani kwa habari ya karama ambazo Mungu ameweka ndani yako? Una habari gani kwa habari ya vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yako? Je, vinatoa matunda au vimedumaa? Familia yako inatoa matunda au imedumaa? Maana Mungu amekupa neema ya kuzaa, lakini kuongezeka imekuwa ni shida. Hiyo ni asili ambayo Mungu ameiweka ndani yako, lazima ipokelewe kwako kama asili, ila hatuongezeki. Na wakati mwingine hakuna maongezeko kwa sababu adui anaiba. Maandiko yanasema walipolala adui alikuja kupanda nini? Magugu. Sio kila ambayo yuko dhambini haitamani, ila amejikuta tayari ameingia kwenye nini? Kwenye kongwa la adui. Haitamani kuwa kama wewe, haitamani kuonyesha tunda la Roho Mtakatifu kama wewe. Kule hakuna kuonyesha tunda, kule hakuna tabia za kiungu, ila kuna tabia za adui, shetani. Tutaona uzinzi, tutaona ulevi, lakini kwa kweli tofauti. Lazima tuone utu wema, tuone uadilifu, tuone utakatifu, upendo, tuone fadhili, tuone uzima ndani yako, na si kwako viende zaidi na zaidi. Kwa hiyo asili ya maongezeko ni asili ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Sema amina. Wewe ulipompokea Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, chochote ambacho adui alikiiba kutoka kwako lazima kirejeshwe na tuone matunda yake katika maisha yako. Chochote ambacho adui halikifunga lazima kifunguliwe, tuone matunda kwa hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako. Chochote ambacho adui alikuja kukudanganya, kukulaghai kwamba hicho hakiwezekani, lazima tuone kinarejea na kinawezekana, na Mungu anajitolea utukufu kwa hicho. Mungu amekupa, maandiko yanasema katika Injili ya Luka ile sura ya 10 mstari wa 19, anasema nimewapa mamlaka ya kunyaga nyoka na nta kwa
Kwani kwa sababu tayari nimewapa mamlaka, iko ndani yenu. Mungu amewapa nguvu ya kutiisha kazi ya adui, ili wewe ufanye utawale, utiishe, uongezeke. Au kupewa mamlaka kwa ajili ya kujinasi, kwa ajili ya kujinasibu na kujigamba mbele za watu. Unajua, mimi naweka mikono kwa mapepo yanaripuka. Sawa, tuone maongezeko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone mabadiliko, tuone utukufu zaidi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, mimi nimeokoka, ni kweli nimeokoka, ndio. Unajua, naomba sana, ni kweli naomba. Tunaona kuna matokeo ya maombi yako. Yaani tukiangalia habari ya maombi, tunaona kuna matokeo, au ni maombi ya kwako? Kwa sababu ilivyo nuru ikiwa ndani yako haiangazi kwako tu. Hakuna Ukristo wa mimi peke yangu, kuna Ukristo wa sisi. Maandiko yanasema, tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Kwa nini kwa umoja? Kwa sababu ni kama mafuta ya shukavi kutoka kwenye ndevu za Haruni, halafu yanashuka mpaka kwenye upinde. Kwani kwa sababu ndivyo ambavyo Mungu alivyoachilia neema, si kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo asili ya maongezeko iko ndani yako. Unajua, mimi nishatamkiwaga, mimi niliwahi kurogwa. Umerogwa sasa, sawa, uko ndani ya nani sasa hivi? Bado unani uchawi tu uko juu yako. Okay, ulitamkiwa kwa na bibi yangu kwamba sitofanikiwaga, sawa, ni laana. Laana isiyo na sababu haimpati, si ndivyo? Sasa wewe ni laana bado tu iko juu yako. Halo, kwa nini tunajifunza haya? Kwa sababu tujitambue kwamba ndani kuna asili ya uzalishaji, asili ya baraka, asili ya maongezeko, asili ya mabadiliko, asili ya kuinuliwa iko ndani yako wewe, popote uwapo. Ndio maana ile ni nuru. Popote unapokuwa, nuru ile inaonekana ndani yako. Popote unapokuwa, neema inaonekana ndani yako. Popote unapokuwa, baraka zinaonekana ndani yako. Ni wewe unachukua au unaacha. Yoshua anawaambia wana wa Israeli, chagueni hivi. Mungu ameweka nini? Uzima na nini? Chagua uzima ili ufanyeje? Uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nawaambia, mnamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu namtumikia nani? Chague, mnamtumikia miungu au Mungu? Kwa ni uamuzi wako baada ya kutambua. Maana tunasema imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia. Imani inaingizwa kwa kusikia. Taarifa hizi zilete badiliko chanya ndani yako. Unajua unatembea no, mimi ni mgonjwa lakini mimi si mgonjwa. Unaelewa hiyo kauli? Halo, nina shambulizi la nini? La adui, lakini mimi sio hivyo ambavyo adui anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndani yangu kuna asili ya nini? Ya kuzaa, sio ya kufa. Analeta asili ya mauti ndani yako ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema mwivi aje ili aibe. Yohana 10:10. Mwivi aje ili aibe. Mwivi aje ili aibe, achinje na kuharibu. Bali mimi nalikuja iwe una nini? Ili muwe na uzima, kisha muwe nao. Lengo la Mungu ndani yako ni kuwa na uzima. Inapokuja shambulizi la uharibifu, jua kwamba huyu ni mgeni wa nani? Ameletwa na shetani. Na hatakui kukaa ndani yako, kwa sababu mimi nimebeba asili ya uzima kutoka kwa nani? Kwa Kristo Yesu. Yesu aliyeko ndani yangu ni nuru wala sio giza. Hili linaingia ni giza ambalo linataka kukatisha maisha yangu. Unaona kabisa kuna hali fulani ambayo inaendelea kwenye familia. Unasema no, hii nini? Ni vita ya nani? Ya shetani. Kwa hiyo unaikataa kwa kutambua kwamba ndani kuna asili ya maongezeko, asili ya uzalishaji. Adui anakuja kuharibu, kung'oa, kufuta, kuondoa. Mungu anakuja kuongeza, kuzalisha. Wewe umebeba asili ya uzalishaji. Maandiko yasema kwa habari ya Yusufu, popote alipoweka mkono wakati yuko Misri, akiwa kwenye nyumba ya Potifa, akiwa gerezani, akiwa kwa Farao, popote ambapo Yusufu aliweka mkono, maandiko anasema kila alichokuwa nacho Yusufu kilipata kufanyaje? Kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote rafiki yangu, mtumishi wa Mungu, wala hata usiogope.
Hata kama ulisemwa ulikataliwa, hata kama uliziakiwa walisema yaani wewe familia yenu haiwezekani tena. Anayekwenda kubadilisha mwenendo wa familia ni wewe, ambaye ndani yako kuna nini? Kuna neema ya uzalishaji. Anayekwenda kuleta mabadiliko makubwa, atakuleta furaha kwa familia na kwa jamii nyingine ni wewe. Anayekwenda kuweka rekodi mpya ya utukufu wa Mungu kwenye familia ni wewe. Lazima usimame na kujitambua kwamba mimi sijalaaniwa, nimebarikiwa. Anasema hivyo, anasema mimi nimebarikiwa. Hizo habari ni za nani? Balaam anawaambia wana wa Israeli, anamwambia Balaki, anasema hawa watu waliotoka Misri wamebarikiwa wala hawajalaaniwa. Inakuwaje mpendwa, wewe ambaye baraka iko ndani yako katika jina la Yesu, kwa neema na damu ya Yesu Kristo ambayo imekusafisha wewe? Mungu amekupa neema ya baraka, na hiyo baraka iko ndani yako. Hiyo baraka inanena mema, haijui kunena laana, haijui kunena mabaya, haijui kunena mauti, haijui kunena uharibifu, inanena yaliyo mema. Kwa nini bado uko huko? Amka, shtuka. Shtuka. Unashanga unakuja kushtuka maja. Ndugu, lazima tumtambulishe Kristo wetu. Huyu Kristo Yesu lazima atambulishwe na aonekane. Unajua mimi na Yesu. Wacha watenda dhambi waseme wewe una nani? Kwani wamjui Yesu? Unafikiri kwa sababu wako dhambini wamjui Yesu? Wacha wao waseme kweli huyu ana Mungu ndani yake. Wacha watu waseme mnampeleka wapi? Wacha kae katikati yetu, maana akikaa katikati yetu tunauona nini? Uzima ndani yake, kwa sababu una roho ya uzalishaji. Watu wakugombanie kwa sababu ukikaa nao wanabarikiwa. Farao akasema tumpate wapi mtu kama huyu? Tumpate wapi? Ukristo umeenda wapi? Yesu ndani ya Kristo ya wanadamu yuko wapi? Yesu wetu sio wa kuunga na chumvi mpendwa. Akiaminiwa huwa anadhihirika. Kwani umefunga moyo, umesinyaa, unajiona wewe ni mtu wa mbali kabisa, wa kukataliwa kabisa. Hapana, shtuka. Huyo ni adui anakudanganya. Wewe ni hodari, wewe ni shujaa, umebarikiwa. Unajua mimi sijui nitakufa lini. Wewe habari za kufa zinatoka wapi? Sijui mimi naona kama vile kuna kufukuzwa kazi hivi. Aliyekwambia kufukuzwa kazi nani? Aliyekwambia kwamba unafukuzwa kazi ni nani? Mpendwa, aliyekushuhudia kwamba nimeona unafukuzwa kazi unakufa ni nani? Niambie. Kama sio shetani aliyeingia kwenye nini? Yaani shetani ameshakurubuni, ameshakuteka. Sasa nakwambia, unaona wewe sio chochote wala sio okay. Ndivyo Mungu anavyosema kwako kwamba wewe sio chochote, sio lolote. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu amekuumbia, akakukusudia hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujioni vile ulivyo tofauti, ujioni vile ambavyo ulivyobarikiwa. Yaani habari za maongezeko na uzalishaji yako ni habari ambazo za mambo ambayo yako ndani yako wewe. Ulipomwamini Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, amekuja ameingia ndani. Alipoingia ndani, akaja na kapu la zawadi. Ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna uhai, ndani yake kuna kibali, ndani yake kuna uwezesho, ndani yake kuna nguvu mpya, ndani yake kuna kila aina ya mema ambayo aliyakusudia tangu kale. Sasa yako ndani yako. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Asema mtapokea nguvu nanyi mtakuwa nini? Mashahidi. Sasa angalia, Mungu anaweza kafanya hata mambo yaliyoshindikana. Yeye huwa anafanya mambo ambayo hayakufikirika kibinadamu kwamba yatawezekana. Yeye huwa anafanya. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kila amini huwa anafanya, anaachilia neema ya uwezesho, ongezeko, uzalishaji iko ndani. Kwa anaitumia hiyo mbegu ya kuzalisha itoe nini? Matunda. Anaitumia hiyo mbegu hiyo
tena ndani yako, kwa sababu wewe ndiyo ardhi ya hiyo mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena ni ardhi yenye rutuba. Nani Yeremia anasema, unaona nini? Unaona nini? Je, unaona uhai au unaona mauti? Na kushauri, ona uhai. Unaona kukwama au unaona kuendelea? Unaona kushwiliwa au unaona mpenyo? Unaona kukataliwa au unaona kibali? Nini unaona? Utaona vile ambavyo ulivyo. Maana ukasema unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Usoma kitabu cha Mwanzo, kuna habari za Ibrahimu na Sara. Hebu naenda Waibrania. Waibrania imerudia. Waibrania ile sura ya 11. Waibrania, kitabu cha Waibrania sura ya 11. Waibrania ile sura ya 11. Anazungumza imani, lakini kwa mifano hii hapa. Maandiko yanasema, basi imani ilikuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani tunafahamu kwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Enoki alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Kwa maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Soma mstari wa 12, anasema hivi, kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja. Tuanze mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema, maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao wenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uweza wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni. Anasema kama mfu. Kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni, wingi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakazaliwa, kwa Sara wakazaliwa watu wengi kama nyota za mbinguni. Lakini katika hali ya nini? Ya udumavu. Ilionekana ni udumavu, kwamba sasa Sara amekoma, ni mama ambaye tayari hawezi, ni mzee, hawezi kuzaa. Maandiko yasema kwa imani ikawezekana, akazaa. Wewe unaona nini? Unadhani ndani yako kuna neema na asili ya uzalishaji? Chochote ukiamini hivyo, chochote ambacho mkono wako utapata kukamata kitakwenda. Hata kama walisema hii ilishashindikana, hapa palishashindikana, ukikaa wewe panawezekana. Halo? Maana wanadamu wakisaidiwa na shetani huwa ni majaji na mahakimu wasiokuwa wa kawaida. Halo? Tena wanakuhakikisha kwamba hii haiwezekani. My friend, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Sasa jambo la msingi la kutambua, aliyekusudiwa na anayekwenda kutumiwa ni mimi na wewe. Kwa habari ya utukufu wa nani? Kwa habari ya shangwe ya nani? Kwa habari ya matendo yasiyokuwa ya kawaida, anayekwenda kutumiwa ni yeye aaminie. Maandiko yanasema kwa imani haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo nini?
imani. Kwa imani tutatenda na kufanya mambo makuu. Kwa nini? Kwa imani. Kila mwendee lazima amini. Ukiamini utafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani inakusaidia kuamsha ile asili ya nini? Ya uzalishaji. Ukimwamini Mungu aliyeko ndani yako, utaanza kuona neema, mbegu ambazo ziko ndani, yani zimekaa, zipo mbegu ya baraka, mbegu ya kibali, mbegu ya afya njema, mbegu ya uponyaji, mbegu ya kuinuliwa kwenye huduma iko ndani yako. Mbegu inahitaji nini? Imani. Mbolea. Imani ndio nini? Mbolea. Imani ndio maji. Mbegu inahitaji kutiwa imani. Mbegu inahitaji kutiwa mbolea ya imani, ili yote izae. Washangae, walisema yule hataolewa. Amen. Walisema yule hatamaliza masomo. Amemaliza nini? Walisema yule hawezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu kimoja niwaeleze, wewe ndani yako iko neema ya kuzaa, ya kuongezeka ndani yako. Wewe toka hapa ukijua na ukiamini hivyo, chochote ambacho mkono wako utapata kukamata kitaleta matokeo chanya. Wengine wakaweke wakala moto kwenye mikono, wakaambiwa wewe hautokamata kitu, na ukikamata chochote kitakufa. Wakaenda kukopa fedha kwa ajili ya biashara, fedha. Wakaolewa, ndoa haikukaa. Kwa nini? Kwenye mikono yake hakuna chochote ambacho kinakaa. Amini kuanzia leo, toka kwenye hiyo imani, njoo kwenye imani katika Kristo Yesu, kwamba yote kwake amini inawezekana. Kote, popote utakaa, utafanya biashara na mambo yataenda. Kwani kwa sababu maandiko yanasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nini? Tumalizie na andiko hili. Wakati tunamalizia, huyu kijana mnayemuona mbele yenu, walimkatia tamaa, wakasema hatafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Walimwambia, yani hata wazazi walijua kwamba sio stori za kubuni. Nimeongea na baba yake na mama yake, wanashangaa alifauluje kidato cha 4. Sasa Mungu kufunga midomo, akafaulu daraja la kwanza. Yani Mungu ni fundi ninyi. Mungu ni fundi. Weka naye achemshe vilivyoko wapi? Amshe vilivyoko wapi? Ile mbegu ya baraka ambayo iko ndani, weka naye tu vizuri. Wewe tembea naye vizuri, uone kama yaliyoko ndani hayatoleta matunda. Wewe uone kama vilivyoko ndani havitofanikiwa. Hakuna cha kuduma, hakuna chochote ambacho utapata kukamata kitaleta matunda kwa jina la Yesu. Lazima. Sasa ukisoma kitabu cha Zekaria, ile sura ya 10:7-10. Zekaria 10:7-10. Zekaria 10:7-10. Zekaria 10:7-10. Yes. Na watu wa Efraimu watakuwa kama shujaa. Na moyo wao utafurahi kana kwamba ni kwa divai. Moyo wao watu wa Efraimu utafurahi kama kwa divai. Kama vile ambavyo mtu anakunywa vinywaji anafurahi, ndivyo ambavyo watu wa Efraimu watafurahi. Watoto wao wataona mambo haya na maandiko yanasema watoto wao wataona haya mambo na kufurahi. Mioyo yao itamfurahia Bwana. Mioyo yao hao watoto itamfurahia nani? Bwana. Nitawapigia kelele na kuwakusanya pamoja. Hao waliokataliwa, hao waliodharaulika, hao walio katika kongwa la dhambi, nitawakusanya pamoja. Kwa maana nimewakomboa nao. Kwa maana hao mimi nilimwaga damu yangu msalabani kwa ajili yao, nimewakomboa. Nao wataongezeka kama walivyoongezeka. Nimeokomboa mimi, umeokolewa. Baraka ya kuongezeka ni lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wataongezeka kama walivyoongezeka. Nami nitawapanda kama mbegu kati ya mataifa. Hao watapandwa katikati ya mataifa. Nao watanikumbuka katika nchi. Hao wakishapandwa wataongezeka na watanikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana.
hao niliowakomboa, hao niliowaita kwa mwito wangu wataongezeka. Kwa nini? Kwa sababu nitawapanda. Kinachopandwa ndicho ambacho kinaleta maongezeko. Ukipanda punje moja ya nafaka, huwa naleta punje zaidi. Anasema nimewakomboa kwa damu yangu, nitawapanda nao wataongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoka hapa unafika kwenye ratiba zako za maombi, aidha usiku, sijui alfajiri, sijui unajiambie, mimi nimebarikiwa na nani? Ndani yangu iko mbegu ya nini? Ya maongezeko. Ndani yangu iko mbegu ya nini? Ya baraka. Iko ndani yangu mbegu ya uzalishaji, iko mimi nimeibeba. Yaani unajiambia mpaka unanuka hiyo taema. Ndani yangu iko mbegu ya uzalishaji. Alafu utaanza kuona matokeo ambayo sio ya kawaida. Utaona miujiza ambayo sio ya kawaida. Utaona matendo makuu ya Mungu ambayo sio ya kawaida. Yale mambo ambayo yakatiaga tamaa, utakaposimama tena kwenye imani, utaona yanatendeka na yanadhihirika kwa namna ya ajabu sana. Maandiko yanasema nitafanya mito ya maji jangwani. Nitafanya mito ya maji jangwani. Anasema nitafanya njia pasipo na njia. Wewe ndani yako iko neema ya maongezeko, iko baraka isiyokuwa ya kawaida, iko baraka ambayo hiyo ikiaminika wewe inaleta matokeo katika maisha yako. Simama kwa miguu yako, simama. Wewe umebarikiwa ajili ya maongezeko kwa jina la Yesu, kwenye masomo yao Bwana, kwenye uchumi wao Bwana, makazini mwao Bwana, kwenye biashara zao Bwana. Natangaza ile mbegu ya maongezeko Bwana, mbegu ya kibali kwa jina la Yesu Kristo. Moto wako Roho Bwana, na ajili ya moto wako jioni leo, mfalme wa amani, katikati yao Bwana, wametoka katikati ya makabila, katikati ya jamii mbalimbali Bwana, kila roho za udumavu, roho za mauti Bwana, roho za kuzuiliwa, roho za kulaaniwa, ninazilani leo kwa damu ya Yesu Kristo, ninazifuta leo kwa jina la Yesu Kristo. Watu hawa Bwana hawajalaniwa kwa jina la Yesu, na wamebarikiwa leo, wamebarikiwa kwa jina la Yesu. Kila roho ya mauti inayofuatilia maisha yao, ninailani jioni ya leo, ninaipinga jioni ya leo. Toweka leo, achilia kila aina ya ndoto za vitisho, kila aina ya ndoto za kuzikwa, kila aina ya ndoto za ajali, kila aina ya ndoto za kukataliwa, ninazing'oa, ninazilani, ninazifuta kila aina ya hukumu Bwana, kila hata mashtaka iliyosimama juu ya watu wao, juu ya kanisa ile Bwana, juu ya mji wao Bwana, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Naachilia operation yako Bwana, ninaachilia operation yako, naachilia operation yako jioni ya leo, ninaachilia operation yako kwa jina la Yesu Kristo. Tembea juu ya baba huyu leo, tembea juu ya mama huyu leo, tembea juu ya maisha yao, tembea Bwana, tembea jioni ya leo, tembea Bwana katikati yao, tembea Bwana katikati ya maisha yao, tembea Bwana katikati ya hatima zao, tembea Bwana katikati ya ndoa zao, tembea Bwana katikati ya mashamba yao, mifugo yao Bwana, biashara zao, tembea leo, tembea, ponya afya zao. Yale magonjwa ninayalaani leo, umesema Bwana itakuwa afya milele mwetu na mafuta mfani mwetu, na laani magonjwa yote, magonjwa ya damu, achilia jioni leo, toweka, achilia magonjwa ya mifupa, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya uzazi, achilia leo, magonjwa ya kifua leo, vipanda uso leo, maumivu ya kichwa, achilia leo, kila aina ya vita na kung'oa leo, toweka leo, magonjwa ya miguu, magonjwa ya nyonga kwa jina la Yesu, kila aina ya pressure, kila aina ya kisukari, HIV Bwana, na achia operation yako ya uzima, operation leo inatembea ndani yao, ndani ya baba na mama huyo, ndani ya kijana huyo Bwana, na
ajili ya operation yako kwenye uchumi wao, kwenye afya zao, kwenye masomo yao, kwa jina la Yesu Kristo. Safarini zao Bwana, kwenye mipango na malengo yao, na ajili ya kuishwa upya, na ajili ya roho ya ustawi, na ajili ya roho ya maongezeko, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Bwana, tembea jioni leo. Tembea Bwana, tembea Bwana, tembea Bwana, tembea tembea tembea. Roho ya kuzimu, roho ya kupoteza fahamu, roho ya kuchanganyikiwa, roho ya mawazo na iko line leo, toeka kwa jina la Yesu. Toeka in the mighty name of Jesus. Kila vifungo na vikata leo. Ninakomboa watu wako uliowaita kwa jina lako, kwa ajili ya mahali hapa Bwana walikofungwa katika dhambi. Ninawaita leo, ninawakomboa jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Nakata minyororo, nakata kamba za kuzimu, ninakata minyororo leo, ninakata minyororo leo, ninakata minyororo leo. Achia 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 anga hili leo, na kwa moro achilia, na kwa moro jioni ya leo achilia 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 achilia. Toeka roho ya kuchoka, roho ya kata tamaa, roho ya hasira, achilia leo, achilia leo, achilia leo, achilia leo, achilia leo. Ndugu zetu waliofungwa Bwana, natangaza jioni ya leo wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Wanawekwa huru leo, wanawekwa huru leo, wanawekwa huru leo, wanawekwa huru leo. Moto unatembea, moto wa Bwana, moto unatembea leo. Kila aina mapando walimezeshwa, walilishwa vitu na ving'oa ndani ya matumbo yao, na ng'oa leo, ninang'oa leo, ninapomoa leo, ninasambaratisha. Waliweka mipaka, wakaweka zuia ili wasivuke katika baraka zao. Ninasambaratisha kila mipaka, kila kuta leo, ninapomoa na kufuta kila maneno, kila hukumu zilizowekwa. Natangaza kuvuka, natangaza kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako roho wa uzima, damu yako simba wa kabila la Yuda, ninaachilia damu yako jioni ya leo. Naachilia damu yako jemedari wetu, operation yako Chimara Masa. Walifikia vitu katika ardhi zao Bwana, ninavifukua na kuvichoma moto. Nafukua kwa jina la Yesu Kristo, ninafukua na kuchoma moto. Nafukua leo 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 katikati ya ardhi zao Bwana, nafukua na kuchoma moto katikati ya biashara zao. Nafukua na kuchoma moto, ninachoma moto, fire moto 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 wa Bwana. Weka huru leo, wanawekwa huru leo. Vyote walivyo navyo vinawekwa huru jioni leo, vinawekwa huru leo. Fahamu zao zinawekwa huru leo, masomo yao yanawekwa huru leo, huduma zao Bwana, makazi yao yanawekwa huru leo kwa jina la Yesu. Biashara zao Bwana zinawekwa huru leo kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, toeka leo, achilia, toeka leo, achilia, toeka leo, achilia, toeka leo, achilia, toeka leo kwa jina la Yesu. Achilia familia zetu, achilia watoto wetu, achilia ndoa zetu kwa jina la Yesu. Achilia anga hili leo, achilia, 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 achilia. Na kwa moro kila jeshi, kila madhabahu ya kuzimu, achilia watu wao, achilia anga hili, achilia kanisa leo, achilia, achilia, achilia. Natangaza nuru yako leo, natangaza nuru yako leo. Yasiyowezekana yanawezekana jioni leo, kwa roho ya maongezeko, kwa roho ya uzalishaji Bwana, nguvu ya uzalishaji, neema na neema yako Bwana, asili ya uzima ikazame ndani ya kanisa lako Baba. Bariki Bwana, bariki jioni leo, bariki Jehova, bariki Bwana mabwana, bariki simba wa kabila la Yuda. Tembea 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 Bwana, kila ndoto za vitisho, kila ndoto za mikataba asitajirudia juu yao. Nafuta leo, nafunga leo kila milango iliyofungulia uharibifu juu ya maisha yao. Haitasimama leo, haitajirudia tena, haitajirudia tena. Magonjwa hayatajirudia tena, hasara haitajirudia tena kwa jina la Yesu. Nafuta majuto, nafuta majuto, nafuta huzuni tena, nafuta udumavu tena katika
jina la Yesu havitajirudia tena, wala roho inayowinda uhai wako, roho ya mauti haitojirudia tena, roho ya ajali, roho ya kukataliwa haitojirudia tena. Na achilia moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto na damu ya Yesu vitasimama juu yako siku zote za maisha yako.